Habari na karibu tena kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na kama unafaidika na mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila video tuna channel zingine 10 za tafsiri kwa lugha tofauti, ili iwe rahisi kushiriki na familia na marafiki duniani kote kwa lugha zao wenyewe. Unajua, leo itakuwa nyingine ya kusisimua kwa sababu tutarudi kwenye tofauti zilizopo ndani ya injili za muhtasari. Tumefichua kwamba tofauti katika hadithi za Mathayo, Marko, Luka zinafichua kwamba mwisho wa siku ni Luka, Marko, Mathayo, kabla, katikati, baada. Yote ni kweli, sio tu kuhusu Mathayo, bali kwamba inaanza na Luka na kisha Marko na kisha Mathayo. Na hadithi ambazo ni tofauti hizi zote ndani ya injili zote ni unabii. Na mfano mmoja mzuri, ikiwa wewe ni mgeni kusikia haya kwa mara ya kwanza, ningependekeza urudi nyuma na kuanza kutoka kwa mafundisho ya kwanza. Haya ni mafundisho mafupi na yanayoweza kushirikiwa. Yana takriban dakika 15 tu ili kurahisisha kuyaelewa. Lakini hapa kuna mfano. Katika 2 wa Korintho sura ya 12 ambapo tunarejelea mengi, hapa ni kusaidia watu wapya waone kinachoendelea, kuwasaidia kuelewa na kufahamu mwanzo wa ufunuo. Unaona hapa katika 2 wa Korintho 12 kwamba Paulo anazungumzia sio tu tukio lililotokea katika maisha yake na mambo yaliyotokea, bali pia yaliyo ndani. Ni fumbo la kinabii, kama vile tofauti zote ndani ya injili. Biblia si tu theluthi ya unabii, ni karibu kila kitu mara tu unapopata macho ya kuona. Na hapa katika Wakorintho wa pili sura ya 12, ambayo kama nitasahau kusema ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia utaiona. Lakini katika Wakorintho wa pili sura ya 12, Paulo anatueleza kuhusu kabla, katikati na baada ya kipindi kinachoitwa juu na miaka 14, ambacho ni kabla ya dhiki, kinachoanza katika Luka, na kisha mafundisho ya Luka, kipindi cha siku 40 hadi 50. Na kisha una miaka 14 ambayo ni miaka 7 ya mihuri na tribunali ya katikati katika injili ya Marko. Na kisha una miaka 7 ya hukumu za baragumu ambayo inapatikana wakati wa kurudi kwa Bwana, miguu yake iko chini kwenye mlima wa Mizeituni katika injili ya Mathayo. Na unaiona hapa, nilimjua mtu katika Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita, kama vile kunyakuliwa hadi mbingu ya tatu. La pili ni kama mtu katika Kristo aliyenyakuliwa hadi paradiso, kunyakuliwa kwingine hadi paradiso. Hiyo ndio pre-trib, hiyo ndio tribu ya katikati. Na kisha angalia inasema nini? Hatimaye tazama, mara ya tatu ninakuja kwenu. Huu ndio wakati anarudi. Hii ni picha, mfano wa kinabii wa wakati Bwana anaporudisha miguu chini. Unaona kinachotokea? Kuna kuchukua na kurudisha. Kupanda mara mbili. Kwa kwanza ni kwenda mbinguni hadi ufalme wa Mungu, ambapo ufalme wa Mungu una mbingu ya tatu na paradiso pia ipo. Ufalme wa mbinguni duniani ni wakati Bwana atakaporudi, miguu yake ikiwa chini kwenye mlima wa Mizeituni. Na sasa yuko hapa hadi mwisho wa dunia, hadi utawala wa milenia, hadi mwisho. Acha nikuonyeshe mfano wa hili. Umewahi kushiriki hili hapo awali? Hapa kuna mfano katika injili ya Luka, ambapo anapoenda msalabani amevaa vazi zuri ambalo linamaanisha jeupe linalong'aa na zuri. Sawa, ni picha ya gauni la harusi. Vazi jeupe zuri na la kupendeza ndilo maana ya neno gorgeous. Unaposoma injili ya Marko na kumwona Yesu akielekea msalabani, unaona kwamba walimvika nguo ya zambarau. Sawa, rangi ya zambarau ni rangi ya dhiki. Na bado hii imeelezwa katika kitabu cha Marko. Unaposoma kitabu cha Mathayo, unamwona amepambwa kwa rangi nyekundu ya damu. Rangi nyekundu ya damu pia ni rangi ya dhiki. Na utaona hili katika Ufunuo sura ya 17. Yule mwanamke anayempanda yule mnyama akiwa amevaa rangi ile ile ya zambarau na nyekundu ya damu, kama ilivyo kwa Marko na Mathayo. Kwa nini? Kwa sababu Luka anawakilisha bibi harusi wa Kristo kabla ya dhiki. Marko na Mathayo wanabaki wakati wa dhiki, mmoja wakati wa mihuri na mwingine hadi mwisho wa hukumu za tarumbeta. Kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki. Vyote ni kweli. Sasa hebu nikuonyeshe kwa nini narudia haya kwako.
Katika Luka sura ya 24 kuna sehemu nzuri sana ya maandiko, na hii ni mwisho kabisa wa injili ya Luka, mwisho kabisa wa injili ya Marko, na mwisho kabisa wa injili ya Mathayo. Kumbuka, kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki, vyote ni kweli. Kuna sababu ya tofauti za maneno katika kila injili, katika kila injili ya sinoptiki za Mathayo, Marko na Luka, zikifichua mwisho kama Luka, Marko, Mathayo. Sasa tazama hii hapa, tunaye Yesu na anawapa wanafunzi wake agizo. Kisha anasema katika Luka 24 kuanzia mstari wa 51, ikawa alipokuwa akiwabariki, alitengana nao na alikuwa nini? Alichukuliwa juu mbinguni. Alichukuliwa juu mbinguni. Sasa nini kingetokea kwa bibi harusi? Ni desturi gani hutokea kwa bibi harusi? Basi bibi harusi, kwa kawaida bibi harusi, sivyo? Desturi ya kale ni kumbeba bibi harusi kuvuka kizingiti. Ni desturi ya zamani ya harusi. Na ikawa hivyo tu, Luka akiunganishwa na bibi harusi akiwa vazi jeupe zuri, na akiunganishwa na kabla ya dhiki, tunaona Yesu akichukuliwa juu kama picha hii ya bibi harusi, aina hii tunayoiona katika hili, bibi harusi huyu akichukuliwa juu ya kizingiti hadi mbinguni. Na inasema wakamsujudia, wakarudi Yerusalemu kwa furaha kubwa, wakakaa hekaluni siku zote wakimsifu na kumtukuza Mungu. Amina. Hii ni nini? Sasa wako hekaluni mbinguni kila mara. Unaona, wako katika mbingu ya tatu hekaluni wakimsifu na kumbariki kila mara. Hapo ndipo bibi harusi alipo. Unaona jinsi hilo lilivyo la kishenzi? Tazama hili katika Marko sura ya 16, sura ya mwisho ya injili ya Marko, na sikiliza kile kinachosemwa katika mstari wa 19. Basi baada ya Bwana kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni. Sawa, ndivyo tu hivyo. Tukichukuliwa juu mbinguni katika Luka, tumechukuliwa juu mbinguni katika injili ya Marko. Na kupokea ni nini? Fikiria kama kuwakaribisha marafiki nyumbani kwako. Sihitaji kuonyesha hili, sivyo? Lakini unaelewa, ni kama kupokea wageni. Unawakaribisha wageni nyumbani kwako, unawakaribisha. Na kundi hili linaelekea wapi? Pia mbinguni. Naam. Je, hiyo haifai kwa zili mbili za kwanza, pre-trib na mid-trib? Je, ni kuchukua na kuchukua? Mmoja akiingia hekaluni ambalo liko katika mbingu ya tatu, na mwingine akienda paradiso ambayo ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Pia vyote viwili ni uchukuaji. Nasi tulimuona Yesu akichukuliwa juu mbinguni, na kisha katika Mark tunamuona akipokelewa juu mbinguni. Unaona dalili za unabii wa siku za mwisho sasa. Tazama hii. Kisha inasema, kumbuka hili halikuwepo katika Luka, lakini hapa tunaliona katika Marko, na kuna sababu kabisa ya hilo, na akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa nini ghafla ameketi mkono wa kuume wa Mungu? Sasa kama unaelewa huu ni wakati gani kikuhani, hii ni picha ya wakati Bwana anarudi, mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, wakati anakuja kuchukua, kupokea ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki katika mwaka wa 7 wa mihuri. Tuko mwisho wa injili ya Marko, ambayo ni mwisho wa kipindi hicho cha mwaka wa 7 wa mihuri. Basi hapa ndipo inasema sasa atakuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa tukienda kwenye Zaburi 110, angalia tunachosoma. Bwana alimwambia Bwana wangu. Kwa hiyo Baba alimwambia Mwana, keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Sawa, hapo ndipo mazungumzo ya Baba akimwambia Mwana, keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Kisha inasema, Bwana atatuma fimbo ya nguvu zako kutoka Sayuni, tawala katikati ya adui zako. Naam, fimbo ya nguvu itakuwa lini? Hii ni mwisho wa mihuni, Bwana atakapokuja na mlima Sayuni wa mbinguni akitawala kutoka Sayuni. Haya yote yanahusu mwisho wa muda wa mihuri. Nasikiliza, inasema nini baadaye? Mstari wa 4, Bwana ameapa wala hata gairi, wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Tunajua kwamba huyu ndiye Kristo. Bila shaka Baba anazungumza na mwanawe. Atatawala kutoka Sayuni katikati ya maadui zake.
Huu ni mwisho wa kipindi cha mihuri. Kisha inasema, Bwana aliye mkono wa kuume wako atawapiga wafalme siku ya ghadhabu yake. Sasa unajua Ufunuo sura ya 6, mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, wakati kila mtu anashikwa na hofu kwa sababu wanaona mlima Sayuni wa mbinguni ukishuka, wanaona paradiso, ufalme wa Mungu ukishuka. Unaona, inasema wakasema, milima na miamba tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wake aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja. Hii ndiyo vita vya Ufunuo sura ya 17. Huyu ndiye mwanakondoo, fimbo ya nguvu yake, ambaye atatawala katikati ya maadui zake. Hii ni wakati ambapo sasa ameketi rasmi mkono wa kuume wa Baba. Na ilitokea tu kwamba wakati huu ndio tunaona ukizungumziwa mwishoni mwa Injili ya Marko. Akapokelewa juu mbinguni, sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa unataka kuona mahali hapa mambo yanapogeuka kuwa ya ajabu kweli? Tazama kinachotokea sasa tunapoenda mwisho wa Injili ya Mathayo. Lakini tena safari hii katika Injili ya Mathayo, sikiliza hili. Katika mstari wa 18 sura ya 28, unaona katika Luka hatukusoma yoyote kati ya haya. Katika Marko tuliona hilo. Sasa ataanza kutawala na kutawala kama vile atakavyoanza kuwa na mamlaka haya katikati ya adui zake. Kwa hivyo maadui zake wote bado hawajashughulikiwa. Lakini katika Mathayo ambapo anarudi na miguu yake kushuka juu ya mlima wa Mizeituni, sasa inasema uwezo wote amepewa yeye mbinguni na duniani. Na tazama hili katika Ufunuo sura ya 11 mstari wa 15, katika mwaka wa 14 wa dhiki. Anaporudi miguu yake ikishuka juu ya mlima wa Mizeituni katika tarumbeta ya 7, inasema malaika wa 7 akapiga tarumbeta, na kulikuwa na sauti kuu mbinguni zikisema, falme za dunia hii zimekuwa falme za Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele. Subiri, kwa hiyo falme za mbinguni na duniani sasa ni zake. Mamlaka kuu amepewa ili atawale, na sasa atatawala milele. Basi unajua nini? Ukirudi kwenye kitabu cha Mathayo, mwisho wa Mathayo sura ya 28 mstari wa mwisho kabisa, mstari wa 20, inasema kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Nami tazama, nipo pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Angalia hiyo. Kwa nini Injili ya Mathayo inaishia na kitu ambacho hakipo kwenye Marko au Luka? Kumbuka, Luka alikuwa akichukuliwa juu mbinguni. Samahani, Marko alikuwa akipokea mbinguni na sasa yuko mkono wa kuume wa Baba. Na Mathayo hayuko mbinguni, bali kwamba vitu vyote sasa ni vyake mbinguni na duniani. Na kisha anasema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Unajua ni kwa nini hivyo? Kwa sababu sasa amerudi, anashuka kwenye mlima wa Mizeituni kama tulivyosoma katika Zekaria sura ya 14. Kama vile mwanzo wa mwaka wa 14, anarudi chini kwenye mlima wa Mizeituni, na sasa yuko hapa hadi mwisho, sivyo, ya utawala wa milenia, hadi mwisho wa dunia. Na tazama inavyosema katika Zekaria sura ya 14 mstari wa 16, na itakuwa kwamba kila mtu aliyesalia fanya. Unajua kwa nini tunasoma hivyo? Kwa sababu angalia inavyosema, sasa watafundisha mataifa yote. Hakuna tena mahubiri, lakini yatakuwa ni kufundisha mataifa yote kuja na kuabudu, kuelewa njia za Bwana, kwa sababu yeye yuko hapa sasa hata hadi mwisho wa dunia. Ndiyo maana katika Ufunuo sura ya 20 tunaona Bwana yuko hapa. Kuna mabaki pamoja naye wakiwa sehemu ya ufufuo. Na watafanya nini? Watatawala na kutawala pamoja na Kristo. Unaona hii Ufunuo 20 mstari wa 6 katikati. Lakini watakuwa makuhani wa Mungu nao wa Kristo, nao watatawala pamoja nao kwa miaka 1000. Ndugu na dada, huo ndio ufunuo wa tofauti katika Injili mwishoni mwa Luka, Marko na Mathayo. Naomba ibarikiwe.